Jambo hili linapaswa kukustua hadi kwenye mifupa yako. Sasa hivi, mamilioni ya wazee wenzetu wanatembea huku mionyo yao ikifa polepole. Na jambo la kutisha zaidi, hawajui kabisa. Utafiti wa kitabibu unaonyesha kuwa karibu 75% ya watu wazima wanaopata dalili za mapema za kufeli kwa moyo hupuuza dalili hizo kabisa. Wanazipuuza. Wanasema, ni uzee tu, au mwili umechoka kwa sababu sijafanya mazoezi. Kufikia wakati wanaamua hatimaye kuingia kwenye ofisi ya daktari kupata vipimo, moyo wao tayari umepoteza 30% au zaidi ya nguvu zake. Fikiria hilo kwa makini. Karibu theluthi moja ya nguvu za moyo wako imepotea kabisa. Lakini hili ndilo jambo ambalo linanikosesha usingizi usiku. Na kwa kweli, linanikasirisha sana. Tafiti zinathibitisha wazi kwamba ukigundua tatizo hili mapema, unaweza kupunguza kasi au hata kurudisha nyuma 40% ya maendeleo ya kufeli kwa moyo wako. Hata hivyo, mtu wa kawaida anapuuza dalili za onyo kwa miaka 2 hadi 3. Miaka 2 hadi 3. Moyo wao unapiga kelele kuomba msaada. Unatuma ishara za hatari mara kwa mara, lakini wanaendelea tu kutembea kana kwamba ni kelele za kawaida tu za nyuma ambazo hazina maana. Ukifuata ushauri ninaokupa leo, utalinda afya yako ya baadaye na utaepuka kutumia mamilioni ya pesa kwenye dawa ghali na bili za kulazwa hospitalini kila mara. Utaokoa pesa zako za uzeeni na kuwaondolea wanao mzigo mzito wa gharama za matibabu. Moyo wako unaweza kuwa unajaribu kukuambia jambo muhimu sana sasa hivi. Madaktari bingwa wanasema mwili wako unatuma hadi maonyo 10 tofauti. Maonyo 10? Baadhi yake ni makubwa na dhahiri sana kiasi kwamba ungedhani ni kisichowezekana kuyakosa. Lakini mamilioni ya watu wanayakosa kila siku kwa sababu yanasikika kama mambo ya kawaida sana, sawa kabisa na kila mtu mwingine anayewazunguka. Katika mwezi uliopita, umehisi uchovu usio wa kawaida baada ya kufanya kazi ndogo tu kama kufagia uwanja au kubeba kapu la sokoni. Umeishiwa pumzi ukipanda kilima kidogo tu kuelekea nyumbani kwako. Umeamka usiku wa manane ukihaha kutafuta hewa kana kwamba unazama kwenye maji. Kama unakubaliana na hata moja ya haya, hata moja tu, nahitaji umakini wako wote sasa hivi. Kabla hatujaendelea mbele, fanya jambo hili muhimu sana kwa ajili ya afya yako. Bonyeza kitufe cha subscribe kisha uweke like kwenye video hii. Hii itakusaidia kupata taarifa hizi muhimu zinazoweza kuokoa maisha yako mara kwa mara. Umemaliza? Vizuri. Sasa nina siri nzito nataka nikuambie. Siri ambayo inatisha lakini ndiyo ukweli halisi. Wengi wenu mnafikiri kuwa magonjwa ya moyo yanatokea ghafla tu. Hapana, utafiti mkubwa unaonyesha kuwa kufeli kwa moyo hakutokei usiku wa moja. Ni usaliti wa polepole unaochukua miaka 7 hadi 10 kukua kikamilifu mwilini mwako. Matatizo madogo yanapandana juu ya mengine, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka, yakimong'onyoa misuli ya moyo wako kimya kimya. Na hii ndiyo sehemu ya kikatili zaidi. Kufikia wakati watu wengi wanapata vipimo vyao na kugundulika, tafiti zinaonyesha mioyo yao tayari imepoteza kati ya 40% hadi 50% ya uwezo wake wa kusukuma damu. Nusu ya nguvu za moyo wako imepotea kabla hata hujajua kuwa kuna kitu kilikuwa kibaya. Hebu niandikie kwenye comment hapa chini. Una umri gani na unatazama kutoka nchi gani? Nataka kujua ni wazee wangapi makini, wenye hekima, wanaojali afya zao, wanaosikiliza na kulinda uhai wao leo. Hili ni kundi la watu wajanja na nataka nikuone pale chini kwenye comment tukijadili afya zetu. Lakini nisikilize kwa umakini sana, kwa sababu hapa ndipo tumaini linapoingia. Unapojua nini cha kuangalia, unapoelewa kile ambacho mwili wako unajaribu kwa dhati kukuambia, unakuwa na nguvu zaidi. Unaweza kubadilisha hadithi hii kabla haijaandikwa kikamilifu. Hebu nikusaidie kuelewa kile kinachotokea ndani ya kifua chako sasa hivi. Moyo wako una vyumba 4 vinavyofanya kazi pamoja kama ngoma inayopigwa kwa mpangilio mzuri sana.
Damu inatoka mwilini kurudi upande wa kulia, inasukumwa kwenye mapafu yako kuchukua oxygen, inarudi upande wa kushoto na kisha inasukumwa nje kulisha kila seli katika mwili wako. Ni mfumo mzuri, unafanya kazi kwa uzuri hadi pale unaposhindwa. Matatizo kawaida yanaanzia upande wa kushoto kwa sababu hapo ndipo moyo wako unapokabiliana na changamoto yake kubwa zaidi. Chumba cha kushoto lazima kisukume damu kupitia mwili wako wote dhidi ya shinikizo kubwa. Kinapoanza kudhoofika au wakati presha yako ya damu iko juu mno na inaunda upinzani mkubwa, damu inaanza kurudi nyuma. Inaunda msongo ndani ya kifua chako. Damu inashindwa kusonga mbele kwa ufanisi, kwa hivyo inaanza kutuama, inarudi nyuma kwenye mapafu yako, na hapo ndipo shida kubwa inapoanzia. Unajikuta unazama ndani huku ukiwa umesimama kwenye chumba kavi kabisa. Onyosho la kwanza ni kukosa pumzi, na sizungumzii kuhema baada ya kufanya mazoezi magumu. Hapana. Nazungumzia kuhema na kutweta baada ya kubeba ndoo ya maji au kubeba mzigo mdogo tu kutoka sokoni. Nazungumzia kuhisi kama huwezi kupata pumzi baada ya kupanda ngazi chache au kilima kidogo. Watu wengi hujidanganya wenyewe kwamba wamezeeka tu. Wanatazama marafiki zao wakihangaika kwa njia ile ile na kuikubali kuwa ni hali ya kawaida, lakini siyo kawaida. Kwa nini mkubali mateso? Wakati chumba chako cha moyo cha kushoto kinadhoofika, maji yanaanza kujaa kwenye mapafu yako. Utafiti uliofanywa na vyuo vitabibu uligundua kuwa mrundikano huu wa maji unaweza kupunguza uhamishaji wako wa oksijen kwa 50%. Fikiria kujaribu kupumua kupitia sponge bichi lililojaa maji. Hicho ndicho mapafu yako yanakabiliana nacho. Kwa hivyo, hili ndilo unalohitaji kufanya sasa hivi. Anza kuweka kumbukumbu rahisi ya upumuaji wako. Nataka uandike chini wakati gani unapokosa pumzi. Jaribu jaribio la kuzungumza. Ikiwa huwezi kuzungumza sentensi kamili bila kusimama ili kuvuta pumzi wakati unafanya shughuli ndogo, pigia daktari wako simu ndani ya masaa 24. Usisubiri. Kila asubuhi kabla hujatoka kitandani, vuta pumzi ndefu polepole mara 3 na uone jinsi kifua chako kinavyohisi. Je, kinahisi kizito? Na tafadhali sana, punguza matumizi yako ya chumvi kabisa. Utafiti unaonyesha mabadiliko haya moja tu yanaweza kupunguza maji kujaa mwilini kwa 30% ndani ya wiki 2 tu. Onyo la pili ambalo mwili wako unakupa ni uchovu unaohisi kama unakuponda kabisa. Wakati moyo wako hauwezi kusukuma damu ya kutosha, tishu zako hazipati oksijen zinazohitaji ili kutengeneza nguvu. Huu sio ule uchovu wa kawaida baada ya siku yenye shughuli nyingi, hapana. Huu ni aina ya uchovu unaoingia mpaka ndani ya mifupa, ambapo kufua nguo tu kunahisi kama umekimbia mbio ndefu sana ya marathon, ambapo kukaa tu kwenye kiti chako sebuleni kuna kufanya uhisi unahitaji kulala usingizi mzito. 94% ya wagonjwa wenye kufeli kwa moyo wanasema uchovu mkali ndiyo dalili yao inayowalemaza zaidi, na mara nyingi hujitokeza miezi 6 hadi 10 kabla hata hawajagundulika ugonjwa wao. Uwezo wa moyo wako unaposhuka, misuli yako inapata oksijen chache sana, hata kwa 60% kasoro wakati wa shughuli za kawaida. Hili ni kosa ambalo wazee wengi wanafanya. Wanajilazimisha kufanya kazi huku mwili ukigoma. Anza kufuatilia viwango vyako vya nguvu kila siku. Ikiwa unaamka asubuhi baada ya kulala usiku kucha na bado unahisi umechoka hoi, kuna kitu kibaya sana kinaendelea. Gawanya shughuli zako. Usifanye kila kitu kwa mkupo. Gawanya kazi zako katika vipande vya dakika 20 na kupumzika kwa dakika 10 katikati. Mbinu hii ya kisayansi inapunguza msongo kwenye moyo kwa 35%. Kula milo midogo midogo 5 badala ya milo mikubwa 3, kwa sababu milo mikubwa inalazima damu nyingi kwenda kwenye mfumo wako wa usagaji na kuufanya moyo wako ufanye kazi ngumu sana kupita kiasi. Kama bado hujabofya subscribe, fanya hivyo sasa hivi. Tunajenga jumuiya ya wazee wajanja wanaotunza afya zao, na sitaki ubaki nyuma. Onyo la 3 ni pale moyo wako unapoanza kwenda mbio au kudunda isivyo kawaida. Mwili wako ni mwerevu sana. Unapohisi hakuna oksijeni inayozunguka zaidi, moyo wako unajaribu kufidia halo kwa kupiga haraka. Unafikiri, ikiwa siwezi kusukuma damu ya kutosha kwa kila pigo, ndeni nitapiga tu mara nyingi. Lakini
Hapa ndipo kuna shida kubwa. Wakati moyo wako unakimbia mbio, hauna muda wa kujaa damu vizuri kati ya mapigo. Kwa hivyo kila pigo linasukuma damu chache tu. Moyo wako unafanya kazi kwa bidii zaidi, kwa bure. Unafanya kazi nyingi, lakini hukamilishi mambo mengi sana. Na hii inauchosha moyo pita kiasi. Utafiti unaonyesha watu wenye kufeli kwa moyo ambako hakujagundulika mara nyingi huwa na mapigo ya moyo yanayozidi kasi ya kawaida wakiwa wamepumzika, na wengi wao hupata ugonjwa ambapo moyo unadunda ovyo ovyo kabisa. Jifunze kujipima mapigo yako mkononi. Weka vidole viwili kwenye mkono wako chini kidogo ya gumba lako. Hesabu mapigo kwa sekunde 15 na uzidishe mara 4. Fanya hivi asubuhi, mchana na jioni. Andika namba hizi chini. Ikiwa kila mara mapigo yako yapo juu sana, au unahisi moyo wako unaruka mapigo, au unapepea kama samaki aliyetolewa majini na kutupwa kwenye kifua chako, unahitaji msaada wa matibabu mara moja. Fanya mazoezi ya kupumua kwa kina na polepole kwa dakika 5. Vuta pumzi polepole, shikilia, toa polepole. Tafiti zinaonyesha mbinu hii inaweza kupunguza kasi ya mapigo yako na kupunguza mzigo wa moyo wako kwa 20%. Na tafadhali, acha kunywa kahawa baada ya mchana. Kikombe kimoja tu cha kahawa cha mchana kinaweza kufanya mapigo yako ya moyo yaendelee kuwa juu kwa hadi masaa 6 mfululizo. Je, unataka kuupa moyo wako adhabu hii wakati tayari unaumia? Je, umewahi kuhisi mapigo yako ya moyo yakienda mbio bila sababu yoyote? Niandikie hapo chini kwenye komenti, tupeane uzoefu. Usikae kimya na ugonjwa unaotafuna maisha yako. Onyo la 4 ni kikohozi ambacho hakiachi, hasa kile kinachokuwa kibaya zaidi usiku. Wengi wenu mnasema ni baridi tu ya usiku au ni mzio wa vumbi. Mnakunywa dawa za asili za kikohozi na kupuuza tatizo la msingi. Mnafanya kosa kubwa sana. Maji yanapojirundika kwenye mapafu yako yanaingia kwenye njia za hewa na mwili wako unasababisha kikohozi kwa kujaribu kutoa hayo maji nje. Wakati mwingine kile unachokohoa kinaonekana kama mapovu au kina rangi ya waridi kwa sababu ya muwasho wa muda mrefu. Tafiti zinaonyesha kuwa 70% ya wagonjwa wa kufeli kwa moyo hupata kikohozi hiki kikavu na kinachoendelea angalau miezi 3 kabla ya kugunduliwa ugonjwa wao. Lakini 10% tu ndio wanaomwambia daktari wao. Kwa nini mnaficha hili? Zingatia wakati kikohozi chako kinatokea. Je, ni kibaya zaidi usiku? Inua kichwa cha kitanda chako kwa kutumia mbao chini ya miguu ya kitanda, sio tu kuweka mito mingi. Badiliko hili dogo linapunguza kikohozi cha usiku na kuboresha ubora wa usingizi wako. Na ukiona mabadiliko haya, piga simu kwa daktari wako kesho asubuhi. Kufanya hivi mapema kutaokoa maisha yako na kuzuia watoto wako kuuza mashamba ili kulipia bili zako za ICU hapo baadaye. Onyo la 5 ni kuongezeka kwa uzito ghafla, uzito unaoonekana kutoka kusikojulikana. Ikiwa unaongezeka kilo 1 au 2 ndani ya siku chache tu bila kubadilisha tabia yako ya kula, moyo wako unaweza kuwa unafeli na figo zako zinajaribu kufidia hilo. Upande wa kushoto wa moyo wako unaposhindwa kufanya kazi vyema, figo zako zinapata mtiririko mdogo wa damu. Hazina uwezo wa kujua kama umepungukiwa maji kweli au kama moyo wako tu hausukumi damu kwa ufanisi. Kwao kila kitu ni sawa tu. Hivyo zinaingiwa na hamako na kuanza kuhifadhi chumvi na maji mwilini zikijaribu kuongeza kiasi cha damu. Hili ni jambo la hatari sana. Kuongezeka uzito haraka namna hii ni mojawapo ya ishara za mapema na za kuamilika zaidi. Kuanzia kesho asubuhi, anza kujipima uzito wako kwa wakati sawa kila siku. Ukiamka tu baada ya kwenda msalani na kabla hujayala au kunywa chochote. Andika namba hizi kila siku. Ikiwa unaongezeka uzito ghafla, piga simu kwa daktari siku hiyo hiyo. Usisubiri. Kuwahi kutibu kunazuia 68% ya matukio ya kufeli kabisa kwa moyo. Je, umewahi kuona nguo zako zikikubana ghafla ndani ya siku 2 tu bila sababu yoyote? Niandikie hapo chini kwenye komenti. Hili ni jukwaa la watu wenye akili wanaotaka kujifunza na nataka kuisikia uzoefu wako ili tuweze kusaidiana. Onyo la 6 ni miguu na nyayo kuvimba. Hili ni tofauti kwa sababu kwa kawaida linaonyesha upande wa kulia wa moyo wako unafeli. Wakati upande wa kushoto unafeli, maji yanarudi kwenye mapafu yako. Lakini upande wa kulia unapofeli, maji yanarudi nyuma kwenye mwili wako wote, hasa kwenye miguu yako. Hili hutokea baadaye kwa sababu mara nyingi kufeli kwa upande wa kulia kunasababishwa na kufeli kwa upande wa kushoto. Kila jioni kabla ya kulala, chunguza miguu yako yote miwili, kuanzia magotini kwenda chini. Bonyeza kidole chako cha gumba kwa nguvu kwenye mfupa wa muundi kwa sekunde 5. Ikiwa shimo linaendelea kuwepo kwa zaidi ya sekunde 2,
una tatizo kubwa la maji kujaa mwilini. Msiishie tu kupaka mafuta na kuchua miguu mkifikiri ni uchovu wa kutembea. Huu ni mwili wako unaokupa tahadhari kubwa. Vaa soksi maalum za kubana miguu. Zivae asubuhi na mapema kabla uvimbe wowote haujaanza. Hili litapunguza uvimbe na kurahisisha mzunguko wa damu. Kama unafuatilia mpaka hapa na unaona jinsi taarifa hizi zilivyo na nguvu ya kubadilisha maisha yako ya uzeeni, wewe ni miongoni mwa wazee wachache wanaojali maisha yao kwa dhati. Hakikisha umeungana nasi rasmi kwa kubonyeza subscribe hapo chini. Tunaungana hapa kama familia moja ya watu wazima wanaotaka kuishi maisha marefu, yenye afya na yasiyo na maumivu wala gharama kubwa za hospitali. Sasa, onyo la 7. Hili linawasumbua wazee wengi sana, lakini wanakaa kimya. Ni lile la kuamka mara nyingi kila usiku kwenda kukojoa. Wakati wa mchana unapokuwa wima, nguvu ya uvutano inafanya maji yajikusanye kwenye nusu ya chini ya mwili wako, kwa sababu moyo wako dhaifu na mishipa yako iliyochoka haiwezi kuyasukuma juu. Lakini usiku unapojilaza, maji yote yale yaliyojikusanya miguuni yanasambaa tena kwenye mzunguko wako wa kati. Ghafla, figo zako zinafurika kwa kiasi kikubwa sana cha damu kuliko zilivyokuwa zikipokea mchana kutwa. Zinaanza kufanya kazi kwa kasi ya ajabu, kuchua hayo maji ya ziada, na matokeo yake, unakimbilia msalani kila baada ya masaa machache. Utafiti unaonyesha kuwa kuamka kukojoa zaidi ya mara 2 kwa usiku kunaongeza hatari yako ya kuwa na kufeli kwa moyo kusikogundulika kwa asilimia 250. Asilimia 250, lakini asilimia 67 ya watu hawajawahi kumtajia daktari wao jambo hili. Wanadhani tu, ni uzee au ni matatizo ya tezi dume. Acheni kujipa majibu yasiyo ya kitaalamu. Acha kunywa maji masaa 3 kabla ya kwenda kulala. Inua miguu yako juu kwa masaa 2 au 3 kabla ya wakati wa kulala ukiwa umekaa kwenye kiti chako. Hii inaupa mwili wako muda wa kuchakata maji ya ziada wakati bado uko macho, badala ya kujaribu kufanya hivyo usiku kucha. Hatua hii ndogo itakulinda na presha ya kukosa usingizi na itapunguza matumizi yako ya pesa kwa kununua dawa za usingizi zisizo na tija. Onyo la 8 ni pale unaposhindwa kupumua ukiwa umelala chali kabisa. Hali hii hutokea kwa sababu unapokuwa na maji ya ziada mwilini mwako na unapolala, maji hayo yanasambaa kuelekea kwenye kifua chako na mapafu yako na kufanya iwe vigumu sana kupumua. Watu wengi wenye ugonjwa wa moyo unaoendelea huishia kulala wakiwa wameegemezwa kwenye mito 3 au 4, au wanaweza tu kulala kwenye kiti cha kujiegemeza seleuni. Janga kubwa hapa ni kwamba hawaoni hili kama dharura ya kitiba. Wanafikiri tu, mimi napata usingizi mzuri nikiwa nimekaa. Hawatambui kuwa wanapambana na kufeli kwa moyo kwa pande zote mbili. Ukitumia zaidi ya mito 2 ili ulale vizuri, una hatari kubwa mara 3 zaidi ya kulazimishwa hospitali ndani ya miezi 6 inayofuata. Hii hatari inamaanisha nini? Inamaanisha bili kubwa za hospitali, inamaanisha usumbufu kwa wajukuu na watoto wako, inamaanisha kupoteza akiba yako yote ya uzeani. Kwa nini usubiri yote hayo yatokee? Ikiwa unaamka ukihaha kutafuta pumzi au unahitaji kukaa ghafla ili kupata hewa, hii ni dharura ya kitiba. Fanya mazoezi ya kupumua kwa kutumia tumbo kwa dakika 5 kabla ya kulala. Weka mkono mmoja kifuani na mwingine tumboni. Vuta pumzi pole pole. Hakikisha tumbo lako linainuka zaidi kuliko kifua chako. Hii inaimarisha misuli yako ya kupumua na kuboresha ufanisi wako kwa asilimia 28. Matibabu ya mapema yanarejesha uwezo wa kulala chali. Ni muhimu kuwahi. Endelea kufuatilia kwa makini, maana haya mambo yanaenda kuokoa uhai wako na kukulinda na umaskini wa uzeeni unaoletwa na magonjwa yanayozuilika. Onyo la 9 ni wakati shughuli zako za kawaida zinapokuwa ngumu kabisa. Kupanda ngazi chache tu kuna kuacha ukihaa kutafuta pumzi kwa dakika 10 mfululizo. Kubeba kapu dogo la vitunguu kutoka sokoni kuna hizi kama umepanda mlima mrefu. Shughuli ambazo zamani zilikuwa za kawaida, ambazo ulikuwa unazifanya bila hata kufikiri, sasa zinahitaji mipango mikubwa na muda mrefu wa kupumzika. Hili linatokea kwa sababu moyo wako kwa sasa hauwezi tena kupeleka damu yenye oksijeni ya kutosha kukidhi mahitaji ya misuli yako.
Vyuo vikuu vya kimatibabu vinaonyesha kuwa 78% ya watu katika hatua hii huanza kuepuka shughuli walizokuwa wakizipenda zamani, na hii inasababisha kushuka kwa ubora wa maisha kwa 60% na kudhoofika kwa mwili kwa haraka sana. Msiache kufanya mazoezi. Fanya kile ninachokiita kipimo cha msingi cha shughuli. Jipime muda unapofanya kazi ndogo ndogo. Tembea kutoka chumbani kwako hadi jikoni, panda ngazi 10, beba mzigo mdogo kwa mita chache. Andika chini inakuchukua muda gani na unajisikiaje baada ya hapo. Rudia kipimo hiki kila mwezi. Ikiwa nyakati zako zinaongezeka, ikiwa unatumia muda mrefu zaidi kupumzika, wasiliana na daktari wako mara moja. Gawanya kila kazi katika vipande vidogo vidogo. Usijaribu kubeba vitu vyote kwa mkupuo mmoja, fanya safari 2 au 3. Kupanga shughuli zako na vipindi vya mapumziko vya dakika 5 inapunguza uchovu wa moyo wako kwa 40% na kukusaidia kukamilisha mambo mengi zaidi kwa ujumla. Usilazimishe mwili wako. Upe mwili wako mdundo unaouweza. Weka vyuma vya kushikilia bafuni kwako na kwenye ngazi. Tumia kiti cha kuogea badala ya kusimama, kwa sababu kuketi wakati wa kuoga hutumia nishati chache kwa 50% kuliko kusimama. Hivi ni vitu vidogo lakini vinaokoa maisha yako ya baadaye na kukulinda usipate ulemavu utakao kugharimu mamilioni ya pesa. Onyo la 10, na hili ni la mwisho lakini ni hatari sana, ni wakati tumbo lako linapovimba ghafla. Wakati upande wa kulia wa moyo wako unapofeli, damu inashindwa kurudi kwa ufanisi kutoka mwilini kwenda kwenye moyo wako. Shinikizo linajengwa kwenye mishipa yako, hasa katika eneo lako la tumbo. Shinikizo hili linaongezeka katika viungo kama maini na utumbo wako na kusababisha maji kuvuka na kuingia kwenye nafasi ya tumbo lako. Utagundua tumbo lako linakuwa kubwa na gumu. Suruali yako inabana ghafla ingawa hujaongezeka mafuta mwilini. Hali hii inatokea katika 60% ya kesi za kufeli kwa moyo kuendelea, na ikitokea inaonyesha kuwa uwezo wa moyo wako wa kusuka damu umeshuka chini ya 30%. Tumbo kuvimba pamoja na miguu kuvimba kunaongeza hatari yako ya kulazwa hospitalini kwa 300% ndani ya miezi 3 ikiwa hutapata matibabu. 300%. Fikiria gharama za kulazwa huko. Fikiria usumbufu kwa familia yako. Je, umewahi kuona mabadiliko haya ya tumbo kuvimba kwa wazee wenzako na mkafikiri ni kushiba tu? Tuandikie hapo chini, tujadili ukweli huu mchungu. Tunahitaji kuwaelimisha wengine. Pima mzunguko wa kiuno chako kila asubuhi kwa wakati ule ule kabla ya kula. Andika chini. Ikiwa kinaongezeka sana ndani ya wiki, hii ni dharura ya kimatibabu. Lala kwa upande wako wa kushoto na mto kifuani pamoja na magoti yako. Utafiti unaonyesha kuwa mkao huu unapunguza shinikizo la maini yako na kuboresha utoaji wa maji kwa 23%. Punguza matumizi yako ya chumvi kabisa. Maji yanayojaa tumboni yanachochewa sana na ulaji wa chumvi. Fanya mazoezi mepesi ya kupumua kwa tumbo. Kula milo 6 midogo badala ya milo 3 mikubwa. Milo mikubwa inaongeza shinikizo la tumbo na kufanya upumuaji kuwa mgumu zaidi wakati tumbo lako tayari limevimba. Ikiwa tumbo lako linavimba kiasi kwamba linaathiri upumuaji wako au ulaji wako, usisubiri miado yako ijayo na daktari. Nenda hospitali mara moja. Sasa, hebu nikuambie nini hasa kinachosababisha mlolongo huu wote wa kufeli kwa moyo. Kwa mbali sana, sababu namba 1 ni shinikizo la damu, yaani pressure ipo juu. Kwa sababu wakati pressure yako inabaki juu mwaka baada ya mwaka, chumba cha moyo wako cha kushoto kinachoka, kinafanya kazi kupita kiasi na hatimaye kinadhoofika na kufeli. Sababu namba 2 ni kuwa na historia ya mshtuko wa moyo. Lakini hapa ndipo ninapotaka usikilize kwa umakini sana. Sababu nyingine zinazofuata ziko ndani ya uwezo wako. Matatizo ya kimetaboliki, uzito uliozidi na uvutaji sigara. Haya ni mambo makubwa yanayoendesha kufeli kwa moyo. Hizi si hukumu za kinasaba ambazo huwezi kuziepuka. Hizi ni sababu za kimaisha ambazo wewe, mzee mwenye hekima, una nguvu halisi juu yake. Uchaguzi wako wa kila siku una ushawishi mkubwa juu ya iwapo moyo wako utabaki imara au utadhoofika polepole. Kwa sababu kufeli kwa moyo si ugonjwa mmoja, bali ni matokeo ya mashambulizi mengi madogo kwenye mfumo wako wa mzunguko wa damu. Unahitaji mbinu kamili. Fikiria kwa nguzo 3.
kula vizuri, tembea vizuri na jisikie vizuri. Kwa lishe, hatua muhimu zaidi ni kuondoa sukari na vyakula vya viwandani kutoka kwenye mlo wako. Najua inasikika kuwa ngumu, lakini hawa ndiyo maadui wakuu wanaoharibu afya yako na moyo wako. Jikite kwenye vyakula vya asili, vile vinavyotoka shambani, sio viwandani. Kama huwezi kupata virutubisho vyote kwenye chakula chako, wasiliana na daktari wako akushauri kuhusu vitamini na madini salama yanayounga mkono afya ya wazee, hasa yale yanayolinda mishipa yako ya damu isiharibike mapema. Kufanya mazoezi ni lazima, na sizungumzii kujitesa kwa kubeba vyuma vizito mara 3 kwa wiki, hapana. Nazungumzia kuingiza harakati katika kila siku ya maisha yako. Tembea zaidi, pata maelfu ya hatua kila siku. Mwili wako uliumbwa ili kusonga mara kwa mara, si kukaa tu kwa masaa mengi kwenye kiti kimoja. Harakati si tu kwa ajili ya kuchoma mafuta, ni kwamba shughuli zako za kimaisha zinachochea ubongo wako na kuboresha kila kazi ya mwili wako, hasa mzunguko wa damu. Na msisahau afya ya akili. Kuishi na msongo wa mawazo wa muda mrefu, wasiwasi au huzuni kunachukua ushuru mkubwa kwenye moyo wako. Watu wengi wanaishi kwa kuitikia tu. Wanajisikia vizuri wakati mambo mazuri yanatokea na vibaya wakati shida zinatokea. Lakini unaweza kuchukua udhibiti wa maisha yako ya kihisia. Unaweza kuamua kuwa utakuza amani ya ndani bila kujalisha mazingira ya nje. Inachukua mazoezi, lakini inawezekana kabisa, na moyo wako utakushukuru kwa hilo. Ikiwa wewe ni kijana au mtu wa makamu na unapata dalili hizi, nenda kachunguze mapafu yako au valves za moyo wako. Lakini bila kujali umri wako, hebu sikiliza hili kwa makini na uwekee akilini mwako. Mwili wako una uwezo wa ajabu wa kujiponya. Kadiri unavyowahi kugundua dalili hizi za onyesho na kuchukua hatua, ndivyo unavyoweza kufanya mambo mengi kulinda na hata kuimarisha moyo wako. Kinga ni rahisi sana na ni nafuu sana kuliko matibabu. Gharama utakazotumia sasa hivi kubadili mlo wako na kuanza kutembea ni kidogo mno ukilinganisha na mamilioni utakayolipa kwenye vyumba vya wagonjwa wa mahututi. Lakini hata kama tayari unakabiliana na baadhi ya hizi dalili, haichelewi sana kufanya mabadiliko yenye maana. Moyo wako umekuwa kinadundaa kwa ajili yako kila siku ya maisha yako, takriban 100,000 kwa siku moja, bila hata wewe kuomba ufanye hivyo. Unastahili uangalizi wako, matunzo yako na heshima yako kubwa. Sikiliza unachokuambia, ishara hizo ndogo, uchovu huo wa kukosa pumzi huko, uvimbe huo. Si mambo madogo ya kupuuza na kudarau. Ni njia ya moyo wako ya kukuomba msaada. Fikiria juu ya wajukuu wako. Fikiria juu ya siku zako za uzeeni. Je, unataka kuzitumia ukiwa umelala kitandani, ukitegemea mashine kupumua na kutazama watoto wako wakiteseka kulipa madeni ya hospitali? Hapana. Wewe ni mzee mwenye busara. Umepitia mengi katika maisha haya. Umeshinda vita nyingi na ugonjwa wa moyo hautakuwa mwisho wako. Lakini lazima upigane vita hii kwa akili. Kutembea nusu saa kila asubuhi kunaweza kuokoa mamilioni ya pesa ambayo ungeyatumia kununua dawa za kuyeyusha maji mwilini. Kupika chakula chako mwenyewe badala ya kununua vyakula vya makopo kunalinda akiba yako ya uzeeni. Huo ndio uwekezaji mkubwa zaidi unaoweza kufanya leo. Afya yako ndio utajiri wako pekee unaobaki mwishoni mwa siku. Huna haja ya kuwa daktari bingwa ili kuelewa haya. Unahitaji tu kuwa na utayari wa kusikiliza mwili wako na kufanya mabadiliko leo. Sio kesho, sio mwezi ujao, leo. Moyo wako umekupambania tangu siku uliozaliwa, ukiwa tumboni mwa mama yako, mpaka sasa hivi unaposikiliza sauti hii. Je, ni haki kuuacha udhoofike wakati una uwezo wa kuokoa? Tafadhali, amka kila asubuhi na ufanye maamuzi sahihi. Chagua maji badala ya vinywaji vyenye sukari. Chagua kutembea badala ya kukaa siku nzima. Chagua kusamehe na kuachilia msongo wa mawazo badala ya kubeba chuki zinazoumiza moyo wako. Hii ni ahadi unayopaswa kujiwekea wewe mwenyewe na familia yako. Chukua hatua sasa. Uokoe moyo wako, uokoe pesa zako na uongeze miaka ya furaha, amani na afya njema katika maisha yako. Tafadhali, chukulia maonyo haya kwa uzito na uchukue hatua sasa hivi.